Ndugu yangu mtazamaji, karibu tena katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo kwa idhini ya Allah ninataka nikufundishe somo muhimu sana, na somo hili ni zawadi pia katika zawadi, na zawadi hii ni kwa wale ambao wanaoteseka na mapenzi, wale ambao wamepigika pia na mapenzi. Somo hili litakuwa kwako, litakusaidia katika upande wa jambo hilo, katika ulimwengu wa mapenzi na mahaba. Na mapenzi ninayokusudia ni yale mazuri, halali, mazuri ya kheri, kwa sababu sasa hivi jambo hili haliepukiki katika kuzungumza mapenzi. Na fikiri nikizungumza mapenzi kila mmoja anaelewa ni nini maana yake. Maana yake sasa hivi sio kitu tena cha kusema kwamba unaweza ukakificha, ukakifumba, ukakiongea kwa mafumbo. Ni kitu ambacho kiko wazi sana. Kwa hivyo mimi kama mwalimu huwa ninapokea sana taarifa na maombi ya watu wengi katika kutaka kusaidiwa juu dhidi ya jambo hili la mapenzi na mahaba. Ndugu yangu, ninataka nikufundishe dua, na hiyo dua itakuwa ni dua ambayo ni nyepesi sana, lakini dua ambayo ina nguvu, ni ajabu sana katika upande wa mapenzi. Napozungumza katika upande huu, ndugu yangu mtazamaji na mpenzi wa Jureji, sikusudii wale ambao wanafanya mambo ya uhasharati. Hapana. Hao ni maadui wa Mwenyezi Mungu, lakini maadui wa malaika wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni maadui wa viumbe wa Mwenyezi Mungu wote kwa ujumla. Wale ambao wanakuwa hata mnyama pengine anaweza kuwa ni bora kuliko wao. Watu ambao hawana haya, wale ambao wanafanya mambo ya uhasharati na mambo ya maasi, sikusudii hao. Na yule ambaye atakayefanya jambo hilo, basi huyo mimi Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio atakayedili na yeye mwenyewe, kwa sababu nia yangu mimi ni kukuelekeza wewe ambaye ndoa yako inaharibika, mke wako au mume wako anakuwa ni mwenye kuwa na mtazamo tofauti na mwanzo mlivyoanza, anakuwa kidogo ana tamaa au anashawishika kwa namna moja ya nyingine. Kwa hiyo mimi hao ndio ninadili naye, sio wale ambao anatafuta mademu, sio mtafuta vidumu. Hao si husiki nao mimi. Kama atafanya, kwanza Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye mfanyaje, Mwenyezi Mungu atakuwa si mwenye kumfanikisha katika hilo, endapo utafanya kinyume na vile ambavyo ilivyokuwa vya halali. Mimi ndugu yangu, leo ninakupa darasa hii na ninakupa somo hii ni kama zawadi, hususan katika masiku haya matukufu. Insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie, na anaona katika moyo wangu kwamba ninatoa kwa nia iliyokuwa nzuri kwa ajili ya kutunza kheri, kwa ajili ya kuweka na katika hali ambayo iliyokuwa ya mapenzi ya halali. Sasa kuna herufi 4, lakini herufi hizi zinapatikana ndani ya maneno ya Kiarabu. Ninataka herufi hizi ndugu yangu uzizingatie na uzichukue. Hizi herufi ni herufi za ajabu sana. Ni herufi ambazo zina nguvu ya mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, yani kona au pande 4 kuu za dunia. Herufi hizi zina nguvu kubwa kabisa katika nguvu ya dunia, yani katika nguvu zile za siri, katika siri za ulimwengu au za dunia. Katika dunia ndugu yangu kuna siri na kuna mambo 4 ambayo mambo hayo yanakuwa yana siri. Kuna nguvu ya moto, na kuna nguvu ya hewa, na kuna nguvu ya maji, na kuna nguvu ya upepo. Ndugu yangu, nguvu hizi ndio ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Na kusudia hizi herufi ndio ambazo zinakuwa zina nguvu ya hizi kona 4 kama ambavyo nimeweza kuelezea, na inajumuisha katika neno moja, ambazo herufi hizo ni be, lakini dali na wau na he. Be, dali, wau na he. Hizi herufi 4 ni herufi ambazo zina nguvu sana 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 katika ulimwengu. Sasa
mimi nataka nikuelezee namna ambavyo herufi hizi utakavyozitumia katika upande wa kimapenzi. Katika wewe ambaye umesumbuliwa, labda mke wako au mume wako anakusumbua sana katika mapenzi, chukua hizi herufi kisha uzitumie, uone maajabu yatakayojitokeza katika jambo lako hilo. Je, utafanyaje? Lakini haya maneno au hizi herufi huwa zinajumuishwa katika neno moja kuu, ambayo kijumuisha inasomeka kama buduhi. Buduhi, buduhi. Wengine wameenda sambali sana katika kulitamka na kulingamua na kulichambua neno hili kwa vile ambavyo lilivyokuwa na nguvu katika ulimwengu. Wengine wakasema ni neno hili buduhi ambalo limeundika na hizi herufi 4 ni neno ambalo linawasilisha au linawakilisha kiumbe. Wengine wakasema hapana, ipo jina la Mwenyezi Mungu katika majina ambayo ya kisirania, ya kisiri sana, katika majina ya Mwenyezi Mungu, ambayo majina katika jina hilo la Mwenyezi Mungu limeenda kuwa katika hali ambayo ni ya wahabu, katika hali ambayo ni ya upenzi. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anapenda sana, huwa ana huruma sana, huwa anapenda panapopendwa, anaonyesha mapenzi. Na Allah huwa anapenda viumbe vyake kuliko kitu kingine chochote pengine. Kwa hiyo buduhi kila mmoja kaita katika lugha yake na mwenyewe vile alivyoona kutokana na uzito wake na nguvu yake iliyopo. Sasa wewe ambaye umesumbuliwa au yanakutesa mapenzi, basi chukua ili neno buduhi. Buduhi, hii neno buduhi mimi nitakufundisha katika ile siri ambayo ni ya moja kwa moja. Utaiachukua na utaiandika katika karatasi. Buduhi hivyo hivyo, buduhi au be dali wau na he, utaandika pale be dali wau na he, utaandika hizi herufi. Utaziandika kila herufi utaiandika kwa mpangilio. Dali yani be utaiandika mara 2, halafu dali utaiandika mara 4,